Katika mwambao wa Ziwa Victoria ndipo ulipo mji uliojengwa kwenye miamba, jiji la Mwanza. Miamba yake ni kama imechorwa kwa mikono ya fundi stadi na kutengeneza taswira ya sanaa ya asili iliyokamilika. Lakini nyuma ya ustadi huu, ardhi ya Mwanza haikuwa rahisi kwa wakazi wa mji huu. Ujenzi ulikutana na ugumu na makazi yalihitaji fikra pana. Kwa wengi, ardhi hii ingehesabiwa kuwa ngumu kuishi, lakini kwa watu wa Mwanza ikawa ni nafasi ya kubuni njia mpya za maisha. Badala ya kupambana na asili, wakazi wa Mwanza waliichunguza ardhi hii na kuielewa. Wakajifunza mbinu za kuishi juu ya miamba sambamba na mazingira yao. Nyumba zikajengwa kwa hekima, zikiegemea miamba badala ya kuiondoa. Barabara zikachorwa kwa ustadi, zikifuata maumbo ya ardhi yake. Maisha yakachanua juu ya mawe, yakithibitisha kuwa ubunifu wa mwanadamu unaweza kustawi hata katika mazingira magumu. Miamba hii iliweza kugeuzwa kuwa msingi wa makazi, kinga ya asili na alama ya utambulisho wa mji. Kwa kweli maeneo kama mlimani niliyapenda sana, ndio maana nikabidi nije niishi huko. Sikupenda sana kununua kiwanja barabarani. Faida yake ni mimi niliyoiona ya mlimani ni mawe, gharama zake labda ni mchanga na tofali ndio tunazopandisha huko. Lakini mawe utavunja msingi, mawe mwenyewe basi utaendelea na ujenzi. Gharama ni mchanga, tofali na mafundi. Lakini upande wa mawe, kokoto ni tu mali zetu hizo ambao mnavunja wenyewe. Basi miamba ya Mwanza imewapa wananchi matumaini mapya ya kumiliki ardhi. Kile kilichoonekana kama ndoto isiyowezekana kwa watu wengi leo kimekuwa fursa halisi. Ardhi ya milimani ambayo hapo awali ilionekana kuwa ngumu na isiyofaa kuishi imegeuka kuwa chaguo la bei nafuu kwa makazi. Leo kila mwananchi ana fursa ya kumiliki ardhi na kujenga maisha juu ya ardhi hiyo hiyo iliyowahi kuonekana kikwazo. Miamba ya Mwanza imekuwa zaidi ya jiwe, imekuwa chanzo cha usawa na maendeleo kwa wote. Mimi kujenga nyumba kwenye milima ya Mwanza, kwanza nilikosa tambarare. Kipato changu hakikizi tambarare. Ndio maana nikaja mlimani. Mlimani yani kuna utofauti mkubwa na tambarare. Bei ya kiwanja cha mlimani ni tofauti na bei ya kiwanja cha tambarare. Kwa hiyo ukiwa na kipato kidogo unaweza kupata kiwanja mlimani. Gharama za viwanja vya mlimani sio bei kubwa sana. Ni maelewano na mwenye kiwanja ambaye atakayetaka kukuuzia. Mafundi kwanza mimi ndiye nao hapa ramani. Wenyewe wananishauri tu. Hapa inabidi tutumie 1, 2, 3. Ikifika sehemu ya nondo watanambia hapa tunaweka nondo. Hapa simenti inabidi iwe nyingi kuzidi mchanga hivyo. Tunashauriana tu wote. Kwa kweli mimi napenda tu kusema kwa kweli mimi maisha yani kwa huku nilivyo. Kwa kweli mimi naona ni raha sana kushinda sehemu za tambarare huku. Kwanza huku na upepo wa raha, niko mwenyewe najiachia, kipenda nakaa pale juu na relax. Sina bugu za zozote kwa kweli huku. Ufahari wa mlimani, unapokaa mlimani kwanza unapata hewa safi. Pili mazingira, ukikaa unaangalia sehemu zote huko tambarare. Yaani unajisikia raha tu mwenyewe. Unapoangalia hata ikiwa usiku, mataa yanavyowaka huko chini. Unazubaa tu. Kwanza milimani huku sisi hatuna stress wakazi wa mlimani. Tuna raha tu. Ndani ukiona umebanana toka nje. Kwa hiyo mlimani ni pazuri jamani. Mlimani hapana shida. Kuna wengine wanaogopa kuna madudu, tetemeko sijui nini, hamna. Yaani mlimani, unapojenga mlimani, wale wadudu huwa wanaelewa hapa tayari binadamu wapo. Kwa hiyo wanaondoka. Yaani ni wachache sana utakapoona, yaani ni wachache, mara chache, labda kenge au mapimbi zile hivyo. Lakini nyoka ni mara chache sana. Kwa mimi kama hapa kwangu wadudu huwa wanatokea sana sana, huwa ni kenge. Lakini pamoja na hivyo toka sisi unapojenga labda kuja kuhamia hivi, wale wadudu wakishajua kuna watu kama hivi wanaishi na wenyewe huwa wanatoweka katika yale mazingira.
kwa kweli sijawahi kuwaona tami toka nimehamia hapa. Na mtoto anapozaliwa mazingira kama haya, na yeye anakuwa anayaelewa. Anajua hapa nikipanda hapa kuna shida, hapa nikichezea nitakaa vizuri. Kwa hiyo hata watoto wenyewe wanajielewa. Huwezi kuona mtoto amepanda huko juu kucheza. Mtoto atacheza pale ambapo anaona panamfaa. Sambamba na umiliki wa ardhi, ubunifu wa mafundi wa Mwanza uliendelea kuvuka mipaka. Changamoto za milima hazikuzuia upatikanaji wa huduma muhimu za kijamii. Umeme na maji hupandishwa milimani kwa mbinu za kisasa na jadi, yakiongozwa na maarifa ya ardhi. Mabomba huchorwa kwa kufuata mwinuko wa miamba, yakipandishwa juu ya vilima, kuhakikisha kila kaya inapata huduma ya maji salama hata katika maeneo yaliyoonekana kufikika kwa shida. Huduma za maji hazina shida, tunapata vizuri tu. Ukiunganishiwa maji lazima utapata. Sasa hivi ndio kama hivyo, ukifanya process za huduma za maji ndio hivyo, wende idara maji wa kupigia hesabu kutoka pale kuja kupandisha hapa. Gharama zao akisha kuambia basi inabidi uanze kujipanga ili upate huduma za maji. Lakini maji sio kwamba kuna changamoto sana za kupata maji ukishapandishiwa maji. Mafundi wa Mwanza waliunda mji juu ya miamba yao kwa ustadi uliovuka kiwango cha kawaida. Kila jiwe, kila kipande cha kokoto kilichaguliwa kwa uangalifu kuendana na maumbo ya ardhi, uimara na uzuri wa mji. Hapa tuko kwenye site ambapo tunazalishia mawe yetu, na mwanzo tunapoanza kuiandaa mawe tunaanza kwa kuwasha moto kama mwamba tunaoona hapa mbele. Tunachoma moto kwanza ili liachie, na litakapokuwa limeexpand tukapata huo ufa, tunaanza kwa kupiga tindo, yani ni spring za magari ambazo tunakuwa tumezichonga vizuri ili kuachia ufa mkubwa na kuweza kupitisha mtarimbo kwa kuweza kusukuma jiwe liweze kudondoka chini na kuanza kusambaza ama kuachanisha jiwe kwa lengo la kupata yale mawe sasa ya kukata kuanza kuchonga. Moto inategemeana na jiwe ukubwa jinsi lilivyo. Jiwe kama ni kubwa sana lazima tuweke mkaa wa kutosha, kama tunatumia kisiki, na gogo liwe kubwa. Miti ambayo tunachukua midogo midogo kama tunaita sisi machochezi, yale matawi madogo madogo kwa ajili ya kusapoti moto wa mkaa ili uweze kuwaka vizuri na kuweza kuleta joto kubwa kwenye jiwe. Kisha mawe hupasuliwa, kupangwa na kupimwa kwa kuzingatia viwango vya ujenzi, uimara na ubora. Baada ya kuwa tumechoma jiwe likaachia nyufa na tukapiga tindo, tunadondosha, linakuwa kama hapa tulivyo sasa hivi tunavyoona. Likisha dondoka chini ndo tunaanza sasa kusambaza mawe. Linavyopigwa ndio hivyo linaachia, likiwa linaachia linakuwa na mlio mwingine tofauti. Na hapa sasa tunapokuwa tunayandaa hapo, tunakuwa tumetengeneza mazingira sasa ya kuanza kukata vipande kwa ajili ya kuchonga. Huo ndio mtarimbo. Jiwe likiachia tunasukuma kwa mtarimbo kama hivyo ili liachie sehemu nyingine, liweze tena kupigwa sehemu nyingine. Kwa tumeachanisha jiwe ama tumelisambaza, tunaweka yanakuwa kwenye saizi ndogo ndogo ambayo tunaweza sasa kukata kuanza kuchonga mawe. Kata jiwe tunatoa vitu tunachoita vipande ambavyo tunakuja kuvichonga, kuvishepu kuwa jiwe la kubandika ama jiwe la kupanga barabarani. Kila jiwe hupitia mikono ya mafundi, likihakikishwa linafaa kuwa sehemu ya nyumba, barabara au miundombinu ya mji unaokuwa. Kiujumla, mawe ya Mwanza yana ufahari mkubwa kwa taifa letu, na pia mawe ya Mwanza yana ufahari kwa mkoa wetu kutokana na mazingira ya mkoa wetu yalivyo. Kwa hiyo ndo maana sisi tuliamua kwamba huu mkoa kutokana na mawe yake na hali halisi ya uoto wake wa asili ilivyo, ni bora tukayatengeneza mabarabara na majumba kwa mawe ili kwa baadaye paje kuonekana mji unang'aa kwa mawe kutokana na jinsi ulivyoumbika na jinsi Mungu alivyoutengeneza. Tuna kikundi chetu kinaitwa Vijana Kazi.
ndio kikundi kinachotusapoti kuifanya hii kazi. Kikundi chetu tulikianzisha 2022 mwezi wa 8, tukiwa na lengo moja la kusaidizana kuinua uchumi wa vijana tuliopo kwenye kikundi chetu cha vijana kazi. Ujuzi tuliupata kutokana na mainjinia wetu wa jiji letu. Basi mainjinia walitusaidia huu ubunifu kutoka kule, wakaja pia kutusaidia wazo hilo. Wao walikuja na wazo la barabara, mawe ya kujengea barabara. Basi lakini sisi hii kazi ilipofika, tukajiongeza kwamba kama jiwe linaweza kujenga barabara, basi haina budi ili jiwe tulibadilishe pia kulijengea majumba pamoja na fence. Hili jiwe linalotumika katika hii kazi yetu ni jiwe kwa lugha yetu sisi, lugha ya kikazi tunaita ni jiwe jeupe lililo safi. Lile jiwe jeupe sisi huwa tunaitwa labda na wenye kazi, tunaanza kubaini jiwe kwa maeneo yake kama atahitaji. Hapa kulikuwepo na mawe ambayo yanastahili, ndio maana tukuweza kuhama hapa kwenda kwingine tukayafanyia hapa. Sio jiwe lolote, ila kuna mawe. Kwa hiyo tuna vipimo ambavyo vipimo vyetu ni tunakadiria, lakini ukileta kipimo chako kitatosha, kitafika vile vile unavyotaka. Kama ukituambia jiwe liwe inchi 5, utalikuta kweli ni inchi 5. Lakini kuna wakati inchi 5 ile inaweza ikawa ni nyembamba, lakini lazima itimie urefu wake utimie inchi 5. Kwa hiyo yana vipimo maalum yalipo. Mwanza ikaweza kukua kutoka kijiji cha wavuvi hadi kitovu cha biashara, utamaduni na maendeleo ya kanda ya Ziwa bila kupoteza roho yake ya asili. Ili jiwe unajua lingekuwa alipo ili jiwe. So unaona utambalale nyumba unasimama vizuri. Sasa tatizo sema ni uwezo wa kubomoa ili jiwe ndio inakuwa shida. Lakini sasa ilikuwa inatakiwa kwa mfano kama ile limejitenga hili. Ili unaweza kuvunja hili. Kazi hii nimejifunza VETA. Alafu istoshe nina muda mrefu sana. Tuseme sasa hivi ni mwaka wa 20. Unajua kuna miamba aina nyingi. Kuna miamba mingine unakuta iko level, unakuta ni tambalale, yani lijiwe lina utambalale fulani, sio la kuvunja. Kama ni la kuvunja, huwa tunamshauri mteja anavunja lile jiwe kwanza, tunatafuta level, then tunaanza kufanya ile kazi. Ila kuna mawe mengine unakuta yametapakaa juu pale, huwa tunafanya setting pale, tunajenga ile nyumba. Napenda niwashauri sana watu wa Mwanza. Unajua Mwanza wangefanya labda kwa mfano kama nyumba hizi tunazojenga hizi zingekuwa na rangi moja. Labda kilima labda kama hichi kinakuwa na rangi ile, alafu na kilima kingine kinakuwa na rangi yake. Inakuwa inapendeza sana kuliko kuweka rangi tofauti. Baada mambo yangu ya shule kwenda vibaya, ndo nikajiingiza kwenye ujenzi wa milimani. Na hapo nimeanza nikiwa material yanafika wapi chini, sisi tunawapandisha. Unatakiwa mlete fundi ambao anakuja kukupimia nyumba kule. Yule fundi akisha kupimia nyumba, anakuambia nyumba yako inatakiwa ikae hivi. Njia ya kutokea iwe hivi. Unapopitia pawe hivi. Kwa hiyo wewe ndio unatakiwa uangalie nyumba yako kama fundi ameshakueleza. Unaangalia sasa material yanayotakiwa sasa. Fundi anapima nyumba, akimaliza kupima nyumba, anakuambia tunaanza na kitu fulani. Kwa maeneo kama ya huko mlimani, mtu anapokuuzia kiwanja inabidi umuulize njia yangu nitakayoipita mimi ni ipi. Kwa maana kama mimi njia yangu ni hapa kushuka chini hapa hivi napita hivi natokezea hapa. Hiyo ndio kama njia yangu ya kupandisha hapa ni kama kibarabara fulani cha kupandisha kwangu. Lakini kwa usafiri kama labda pikipiki nini siwezi kupata huduma ya kunifikisha mpaka hapa. Kwa maana kama ni changamoto itakayokuja kama hata shida imetokea mimi labda umeme au nini nimepata kuunguliwa vitu, itabidi gari isimame kwa jirani kule ndio niweze kupata huduma mimi za huko msaada. Kuhusu njia kwanza, yule anayekuuzia ndiye unayestahili kumuuliza njia yako iko wapi. Anakuelekeza njia. Sasa wewe katika ujenzi ndio utajua huu mlango ni uweke wapi ili hata kwenye shida utanisaidia. Zaidi ya ujenzi, mawe haya yamekuwa nguzo ya uchumi wa kanda ya Ziwa, hasa kwa wanawake wa Mwanza.
Kupitia uchakataji wa mawe na utengenezaji wa kokoto, wanawake wamejiajiri wakigeuza kazi ngumu kuwa chanzo cha kipato na heshima. Kwa kila pigo la nyundo kuna hadithi ya kujitegemea, ya kusomesha watoto na ya kusukuma gurudumu la maisha mbele. Baada ya mume wangu kuondoka, sababu nilikuwa naishi na mume wangu, akawa ameondoka, akawa ameenda Dar es Salaam. Sababu unajua tulikuwa tumeshazoea mama ni wakuletewa, uweze kujishughulisha. Baada ya kwenda huko, piga simu na wewe, piga na simu na wewe empty. Piga hakuna kitu. Sasa nikasema nifanye nini? Nikabidi nitoke, ndio kuna rafiki yangu mmoja hapa akaniambia wewe hebu twende tupande huko juu. Kafairili, kafunde kokoto. Kwa kweli hii kazi ilikuwa sijui kabisa. Nikabidi nipande nije. Kweli nikaanza. Kwa siku ya kwanza mikono sikuweza hata kukata hata nani. Nikaa kama wiki nzima nimekuwa nauma. Kile kiliponiponza kuniingiza kabisa katika kwenye mawe hapa. Ni shida ndugu yangu, sasa mimi na watu wengi pale kwenye mji wangu. Nina shida sasa, ndio natafuta riziki la kulisha wanangu. Sasa nikaona hivi heri nije tu kwenye mawe niponde kokoto nipate hela. Kazi ndio ile niliona hivi nizingatie hiyo kazi yangu. Nifanye tu labda itaniingizia kipato kikubwa nikiwa naponda kokoto hizi. Unaona hii mwanangu hili jiwe unaliponda linanainika inakuwa kama hizi kokoto sasa. Sasa kutoka kwenye jiwe hilo kubwa hilo unaliona hilo ndio zinafika hivi. Ukiona hivi hawakuletea unaanza kusomba kama huyu mama anasomba. Unasomba kutoka mle ndani unaleta. Unakuja unaponda zinakuwa ndogo ndio unaanza kulipia sasa. Mimi baada ya kwanza hii kazi ni maana imenisaidia. Sababu niliponda, nikapima, nikapata hela yangu. Yani ile hela nilivyoichukua, kwa kweli niliweza kulipa kodi. Niliweza kumnunulia mtoto anachotaka. Kwa hiyo niliona mambo yani ni safi, sababu kisha unaona umesaga kadebe kaunga umelipa kodi. Haina shida. Yani kwa kuzungumzia mawe ya Mwanza, napata riziki, na bila kwa mawe ya Mwanza fanya kazi gani? Yani haya mawe nikiponda hivi tunapima kwa mwenyewe, tunapima kwenye madumu anachukua, yanaenda anafanya ujenzi kwake, kwa ile tunamponda hizi kokoto. Na hii kazi ni nzuri. Ikaa kabisa ni nzuri. Ni nzuri sana. Haina shida. Ila mara ya kwanza utakuwa na mateso, utakuwa unaumia, lakini ukizoea hii ni kawaida tu. Tena unaona ni safi tu, hamna hata kuhangaika hiyo nayo kabisa, ni safi tu. Tena unafanya kazi nzuri tu, tena kawaida, kula unakula kama kawaida. Ila unateseka mara ya kwanza ikianza. Nasumbuka. Yaani mimi natamani watu waone wa muhimu ile kazi tunaifanya hii. Kama kuna mtu na yeye ana shida kama yangu, tujiunge tufanye kazi. Najivunia hii kazi, si nimeona imenipa manufaa ndugu yangu, nategemea nitapata mambo nikigusa nitakula. Wanangu watachekelea, watafurahi. Wakifika bibi umekuja na nini hapa, nikichukua hata nikiwapelekea kakandizi watacheka, bibi alikuwa anafanya kazi hii, ametuletea kazi ya mawe, si ndio? Tunafanya kazi hii, ndio mimi nafurahi sana hii kazi ya kujituma, sio ya kuajiwa na mtu. Kwa maana mimi hata nikiacha kufanya hii kazi nitapata shida. Mume wangu haoni. Siku hizi macho ameteseka, ndio alikuwa fundi lakini haoni. Sasa nikaona hivi hadi nikijikita kwenye mawe tutakula. Hii kazi imenisaidia kuwa na malengo nayo mengi sana. Kusomesha watoto, kujenga na hata matumizi mengine pia. Najisikia vizuri kwa sababu ni kazi nayo niingizia kipato. Kwa hiyo nawasihi hata wengine, hata serikalini huko wajaribu kutupa nguvu ili tuendelee zaidi. Yaani haya mawe ya Mwanza ni mazuri sana kuliko ya sehemu zingine. Hata tu ngoja tu nigusie kidogo. Nilikuwa kijijini, kuna wengine wanachimba chini. Lakini mimi kule nyumbani waliponiuliza nikamwambia hivi, sisi hapa kwetu yanachoma moto, ndio tunafanyaje? Ndio tunaanza kuponda. Sasa ya kwetu yana kifahari sana, kikubwa sana ya mawe.
si ameiva, yani unaponda ponda tu vizuri, unaingiza tu kahela kako, watu ukapata ka 20 umetosha. Bora watoto wakale tu. Sasa ufanye nini mama yangu? Hapo ndipo Mwanza inasimama juu ya msingi wa mawe yake, ikithibitisha uzuri na fahari ya mji huu wa kanda ya Ziwa.